Na ndio maana tunasema miujiza ya Krismasi. Manake Yesu mwenyewe ni muujiza. Kuanzia muujiza wake, yeye Mariamu hakulala na mwanamume, lakini Mungu mwenyewe alishuka akaingia ndani ya tumbo la mwanamke aliyekuwa bikira, na Mungu akashuka akazaliwa kama mtu. The topic of today is Christmas miracle. Christmas miracles. Miujiza ya Krismasi. Tutafungua Biblia yetu Luka 1 kuanzia 26 hadi 35. Now, in the 6th month, the angel Gabriel was sent by God to a city of Galilee named Nazareth, to a virgin betrothed to a man whose name was Joseph, of the house of David. The virgin's name was Mary. And having come in, the angel said to her, "Rejoice, highly favored one, the Lord is with you. Blessed are you among women." But when she saw him, she was troubled at his saying, and considered what manner of greeting this was. 30. Then the angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. And behold, you will conceive in your womb, and bring forth a son, and shall call his name Jesus. He will be great, and will be called the Son of the Highest. And the Lord God will give him the throne of his father David. And he will reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end." Then Mary said to the angel, "How can this be, since I do not know a man?" And the angel answered and said to her, "The Holy Spirit will come upon you. The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Highest will overshadow you. Therefore also, that the Holy One who is to be born will be called the Son of God." Will be called the Son of God. Hallelujah. Miujiza hii ya Krismasi haiwezi kuwa miujiza ya Krismasi bila kurudi nyuma kuanza kuangalia mwanzo. Kabla sijarudi hapo, Biblia imegawanywa katika vipengele vitatu muhimu. The Bible is divided into 3 main dispensation. Number 1, dispensation of the Father, ambao Mungu Baba alikuwa akitamalaki mwenyewe, akishuka kupita kwa malaika, akinena na akiondoka. Then came the dispensation of the Son, Yesu ambaye tunaongelea habari zake, ambao ni msimu wa Krismasi. Yesu amezaliwa. Yesu alitoka kwa Baba. Mariamu ambaye aliyochaguliwa kuwa chombo cha kumleta Yesu. Mariamu aliyechaguliwa kuwa chombo cha kumleta Yesu. Hakukutana na mwanaume yoyote ndio Yesu akazaliwa. Biblia imetuambia hapa kwamba nguvu za Roho Mtakatifu zilimfunika Mariamu. Praise God. Na hapo kukapatikana Yesu. Katika maisha ya kawaida tunapata kwamba mwanamume analala na mwanamke, na mbegu ya kiume inaingia ndani ya mwanamke, na pale kunatengenezwa mtoto na kunazaliwa mtoto, aidha mwanamume ama mtoto msichana. Haleluya. Ilipofika wakati huu,
Mary ameposwa na Josefu. Na wakati ameposwa na Josefu, inamaanisha anaenda kuolewa na Josefu. Lakini kabla siku za harusi hazijafika, malaika akaja kwa Mary. Akamwambia Mary, umechaguliwa na Bwana, na wewe unaenda kupata mtoto. Mary akasema, itakuwaje na mimi sijakutana na mwanamume, mimi bado ni bikira? Malaika Gabrieli akamwambia Mary, ndiyo, wewe ni bikira na ndio maana Mungu amekuchagua. Unaenda kupata ujauzito, na huyu mtoto nguvu za Roho Mtakatifu zitakufunika wewe, na wewe utapata ujauzito kupitia kwa nguvu za Roho Mtakatifu, na kitakachokuwa ndani yako kitakuwa ni kitakatifu, manake kimetoka juu kwa Bwana, na kitaitwa kitakatifu, na huyo atakuwa ni mwana wa Mungu. Praise God. Mpaka hapo tuko pamoja? Kwa hivyo Yesu ni mwana wa Mungu, kwa sababu Joseph hakulala na Mariamu ndio Yesu akapatikana, lakini nguvu za uwezo wa Roho Mtakatifu zilikuja zikamfunika Mariamu na zikaweka kiumbe pale ndani kitokacho juu kwa Bwana. Ndio maana Yesu ni tofauti na wale wengine wote. Ni tofauti na Muhammad, ni tofauti na Buddha, ni tofauti na wale wengine. Ndio maana Ukristo ni tofauti na madini mengine yote. Haleluya. Tutaelewa tutakaposhuka chini. Now, tukirudi nyuma ili tuweze kuielewa Krismasi nzuri, tunarudi nyuma, tunarudi mpaka Genesis chapter 2. Genesis chapter 2 from 8. The Lord God planted garden eastward in the Eden, and there he put the man whom he had formed. And out of the ground the Lord God made every tree grow that is pleasant to the sight and good for food. The tree of life was also in the midst of the garden, and the tree of knowledge of good and evil. Tunaona Mungu alimuumba Adamu, akamweka katika shamba la Edeni. Na katika shamba la Edeni kukawa kuna kila kitu kilichopendeza. Haleluya. Kila kitu kilichopendeza na kila mti uliopendeza hata kwa chakula. Katika shamba lile kukawa kuna mti mmoja wa maisha katikati, na ikawa kuna mti ambao ni wa ufahamu wa mema na mabaya. Haleluya. Tukiruka chini kidogo, Genesis chapter 2, 15. Then the Lord God took man and put him into the garden of Eden to tend and keep it. Mungu akamchukua Adamu akamweka katika shamba la Edeni ili akalishughulikie. And the Lord God commanded man, saying, of every tree of the garden you may freely eat, but the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day you eat you shall surely die. Akamwambia Adamu, nimekuweka kula kila kitu, lakini mti mmoja wewe Adamu usile. Kwa hakika siku ile utakayokula utakufa. Haleluya. Lazima tuanzie pale ndio tuelewe Christmas, ndio tuelewe kwa nini Yesu Kristo alikuja. Katika hapo tunaona kwamba Adam yuko katika shamba lile, amepatiwa kila kitu mikononi mwake. Kila kitu kimepatiwa kiko katika hemaya yake. Praise God.
na ameambiwa kila kitu ni chako, tumia vile upendavyo, lakini mti ule wa mema na mabaya usile wala usiguse. Praise God. Sisi binadamu, Mungu alipotuumba alitupatia mamlaka, na mamlaka yako katika kichwa chako. Ndio maana tunafundishwa, lakini uamuzi bado unabaki ni wako. Praise God. Hallelujah. Wakati wewe uko na familia yako, maamuzi ni yako. Ulinde familia yako katika njia sawa ama uwatese, maamuzi ni yako. Praise God. Wakati wewe umeoa mke ama umeolewa na bwana, ama umeolewa wewe mke na bwana, ni maamuzi yako kuenda katika njia za sawa ama kutoka nje ya maagano yako na mke wako. Ni maamuzi yako. Ukifanya maamuzi mabaya, unajifanyia wewe mwenyewe. Ukifanya maamuzi mazuri, unajifanyia wewe mwenyewe. Mara nyingi tunapata kwamba tunafanya maamuzi kwa sababu tunataka kufurahisha mwili na kufurahisha watu, na hapo tunajipata kwamba tunaingiza wale tunaowapenda, na wewe mwenyewe unajiingiza katika balaa ambao huwezi tena kujitoa. Christmas inatufundisha mambo yote haya. So Mungu akawapatia mamlaka na akawaambia wale kila kitu, lakini mti ule mmoja wenye kujua mema na mabaya wakaambiwa wasile. Kwa hakika ile siku watakapokula ule mti watakufa. Hapo ndio shida ilianzia. Praise God. Adam alipatiwa kila kitu na akapatiwa maagizo. Alipatiwa kila kitu na akapatiwa maagizo. Shida ikaanza Genesis chapter 3. Genesis chapter 3. Genesis chapter 3 from verse 1. Mchungaji. Mwanzo 3 kuanzia mstari wa kwanza, andiko anasema, basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, usile matunda ya mti yote ya bustani. Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustanini twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiyaguse, msije mkafa. Hallelujah. Tunaona hapo sasa nyoka ambayo ilikuwa ni Lucifer mwenyewe, shetani amemwingia nyoka. Hallelujah. Amemwingia nyoka na sasa ameshuka kumkoshen Mungu. Ameshuka sasa. Praise God. Wakati Mungu alikuwa anampatia maagizo Adamu, bado Eve alikuwa bado hajatengenezwa. Mwanamke alikuwa bado hajatengenezwa. Kwa sababu Mungu alimtengeneza Adamu na akampeleka katika garden, akatengeneza wanyama wote kutoka kwa mchanga, kutoka kwa mavumbi, akawaleta mbele ya Adam, akamwambia Adam wataje majina. Na Adam akaanza kutaja wanyama wote majina, na ikawa hivyo. Kila jina alipomwita mnyama ilikuwa hivyo. Baada hivyo Mungu akasema haipendezi Adam kuwa peke yake. Baada ya wanyama wote wametajwa majina, haipendezi, na baada ya Mungu kumpatia maagizo Adam, haipendezi Adam kuwa peke yake. Na Adam akalala na akatoa ubavu wake mmoja akamuumba Eve. Praise God. So nyoka ameshuka akaenda kwa Eva,
akamwambia eti Mungu amesemaje? Mwanamke akamwambia nyoka, Mungu amesema tule kila kitu, lakini lile tunda la kujua mema na mabaya tusile. Nyoka anasema kweli Mungu amesema hivyo? Hivi anarejelea akamwambia kweli Mungu amesema tule kila kitu, lakini lile miti tusile. 4. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Nyoka anajaribu sasa, shetani anajaribu kumconfuse yule mama Eve. Anamwambia Mungu amesema. Amesema Mungu amesema hivyo kwa sababu Mungu anajua mkila nyinyi mtafunguka macho, mtajua mema na mabaya, lakini hamtakufa. Mungu anawadanganya. Praise God. Amen. Hallelujah. Hivyo ndio inapokuwa hata sasa. Mambo yanaonekana mazuri sana. Tunapatiwa maagizo na tunakataa maagizo. Tunachukua elimu ya shetani na hiyo ndio tunaiona ni nzuri sana, na tunakataa maagizo na tunageuka. Eve aligeuka akaacha maagizo waliopatiwa na Mungu na akamsikiza shetani. 6. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitoa katika matunda yake akala, akampa na mumewe, naye akala. Hallelujah. So when the woman saw that the tree was good for food, that it was pleasant to the eyes, and a tree desirable to make one wise, she took of its fruits and ate. She also gave to her husband with her, and she ate. Mwanamke aliona matunda yale ni mazuri, yanapendeza sana, na nyoka amemconvince na ameingiana. Akachukua tunda lile akala, na akampatia mumeo Adamu, naye akala. 7. Wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajijua kuwa wauchi, wakashona majani ya mtini, wakajifanyia nguo. Wakafunguliwa macho wote wawili, praise God, wakajiona wako uchi, wakatafuta majani na wakajifunika. Hallelujah. Kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa jua kupunga. Adamu na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustanini, Bwana Mungu asiwaone. Wakasikia nini? Wakasikia sauti ya Bwana. Wakasikia sauti ya Bwana. Mungu akitembea bustanini. Wakati wa jua kupunga. Wakati wa jua kupunga. Jioni. Saa 9, saa 10 akitembea. Wakajua ni Bwana anakuja. Wakakimbia wakajificha. Bwana Mungu alikuwa na ushirika na mwanadamu wa karibu sana, kiasi cha kwamba alikuwa akishuka wakati wa alfajiri, na akishuka na akifanya ushirika na Adam na Hawa na ile familia. Lakini wakati walipokula lile tunda, wakakimbia kujificha. Wakati walipokula lile tunda, kwa hakika waliambiwa kwamba watakufa. Reverend, kwa nini hawakufa? Na Biblia inasema kwamba kwa hakika wangekufa. Mwanadamu aliumbwa aishi miaka 1000. Haleluya. Kulikuwa hakuna magonjwa, kulikuwa hakuna shida, kulikuwa hakuna dhiki, kulikuwa hakuna kifo.
Praise God. Baada ya kula lile tunda, baada ya kuasi, wakajiona wako uchi. Uwepo wa Bwana hauko tena katikati yao. Roho wa Bwana amewatoka na wakajiona wako uchi. Na ndio maana Mungu ni roho. Aliposhuka kufanya ushirika nao, hawakuwa wako tayari kufanya ushirika na Bwana, manake wako uchi. Uwepo wa Bwana umewatoka. Na sasa wakaogopa Mungu, wakakimbia kujificha. Praise God. Amen. Nimetangulia hapa kuleta maonyo kwa ajili ya vijana wetu. Praise God. Amen. Hata mimi vile nilivyo hivi hapa nasimama mbele yenu, wakati ninapomuasi Mungu na kuanza kutembea katika njia za giza, uwepo Roho wa Bwana atatoka ndani yangu na nitabaki debe tupu. Praise God. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. Amen. Tunaenda kwa rev, tunaenda kanisani, manake uwepo wa Mungu uko pale. Ukiwa mgonjwa, wewe utapona. Watashikana mikono, watakuombea, utapona. Rev akikuwekelea mikono, kama ni maumivu ndani ya mwili yataisha, kama ni ugonjwa utatoka, utaondoka, utakombolewa, utabaki huru. Sio mimi ninayepona. Kilicho ndani yangu, Roho wa Bwana aliyo ndani yangu, anasema Roho wa Bwana atapeana vipawa vile yeye apendavyo. Yeye ndo anayeponya. Na wakati nimeanguka, Roho wa Bwana anatoka na ninabaki Cosmas wa kawaida. Praise God. Hata ninaanza kuogopa watu, hata ninaanza kukaribia katika madhabahu. Kama wewe ulikuwa uko moto, unakuja kuosha kanisa, unakuja kwa morning glory, unakuja kanisani, unaomba, wakati Roho wa Bwana anapotoka, wewe utaanza kuogopa vitu vingine, utaanza kukaa kando, kwa sababu hofu ya Mungu imeshuka. Unajiona hufai tena. Hallelujah. Praise God. Adam na Eve waliambiwa kila kwa hakika watakufa. Walianza kufa kiroho. Praise God. Magonjwa yakaingia. Magonjwa yalipoingia, ukisoma Genesis chapter 6, utaona kwamba Mungu amesema kizazi hiki kimekuwa kikaidi, maovu yao yamefika mbele zangu, afadhali niangamize, nianze upya. Kukapatikana mwenye haki mmoja aliyeitwa nani? Noa. Na Mungu akasema kwa sababu kuna mwenye haki hapa anaitwa Noa, Noa, sasa tengeneza safina. Mimi nitaangamiza kizazi hiki na nitaanza tena upya. Na Mungu akamwambia Noa atengeneze safina, akaanza kuhubiri. 120 years baada ya safina kutengenezwa, Mungu alikuwa anaangalia kama watabadilika. Na baadaye kukaja mvua. Ikanyesha mvua. Wakakimbia kwa minazi, wakapanda. Mvua ikafika. Wakakimbia milimani, wakakimbia Mount Kenya, wakakimbia juu, wakifikiri mvua itaisha. Mvua ikanyesha, ikafunika vilima, ikafunika mito, ikafunika kila kitu. Na safina ya Noa ikawa inapanda, ikawa inaelea juu. Noa yuko ndani na familia yake, na wanyama wawili wako ndani ya safina. Ikapanda juu na kila kitu kikaangamia, na mvua ikakoma, na maji yakaanza kushuka, maji yakashuka, safina ikashuka tena kwa mchanga. Praise God. To cut the story short, na Noa akabaki na familia yake, na Mungu akaanza tena. Hallelujah. Sasa basi, Eve amekula, amempatia Adam, na yeye
9. Bwana Mungu akamwita Adamu akamwambia, uko wapi? Akamwita Adamu akamwambia, Adamu uko wapi? Akasema, nalisikia sauti yako ndio bustanini, nikaogopa kwa kuwa mimi ni uchi, ndio nikajificha. 11. Akasema, ni nani aliyekuambia ya kuwa uchi? Je, umekula wewe matunda ya mti iliyokuagiza usiale? Ndio. 12. Adamu akasema, huyo mwanamke uliyenipa awe pamoja nami ndiye aliyenipa matunda ya mti huo nikala. Blame game ikaanzia hapo. Kulaumiana. Maagizo nilikupatia Adamu ni gani? Usile tunda hili. Ukamwambia mwenzako, ndio nilimwambia. Kwa nini ulikula? Blame game ikaanzia hapo. Hapo ndio kifo kikaanza. Baada ya Noa, wakati wa Noa, miaka zilipungua zikashuka. Angalia, Mungu ni wa rehema. Kabla ya Noa watu waliishi 930 years. Nafikiri hilo juu sana aliishi 963 years. 963 years. Lakini kifo kiliingia, miaka zikaanza kupungua pole pole. Vile dhambi inapozidi, Mungu anapunguza miaka pole. Wakati wa Noa akasema, nimechoka na hawa, wakiishi muda mrefu itakuwaje? Akaslash miaka mpaka 120. Miaka zikaslashwa mpaka 120. Na wakati wa Daudi akaslash tena mpaka 70. Ndio maana tunaishi miaka 70, tukienda mbele ni bonus. Kifo kiliingia pale. Tulikufa. Sote hapa tulikufa. Romans chapter 5:12 inasema, therefore, just as through one man sin entered the world. Just kupitia kwa mmoja. Kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni. Kwa mtu gani? Kwa Adamu. Dhambi iliingia ulimwenguni. Haleluya. Na kwa dhambi hiyo mauti. Kwa ajili ya dhambi kifo kikaingia. Na hivyo mauti ikawafikia watu wote. Praise God. Kwa sababu wote walifanya dhambi. Sote tulifanya dhambi. Sote kupitia kwa Adamu. Sote tuliogelea katika dhambi hiyo. Haleluya. So mambo yalibadilika baada ya kula lile tunda. Tunaongelea kuhusu the miracles of Christmas. Ukisoma kitabu cha Samueli wa kwanza 15 kuanzia 22, maandiko yanasema, naye Samueli akasema, je, Bwana huzipenda sadaka za kuteketezwa? Je, Bwana huzipenda sadaka za kuteketezwa na dhabihu sawasawa na kuitii sauti ya Bwana? Angalia, kutii ni bora kuliko dhabihu na kusikia kuliko mafuta ya bebeo. Kutii ni bora. Sauli aliambiwa assignment ambayo amepatiwa akawaangamize Wameleki. Assignment ambayo Sauli alipatiwa kuangamiza Wameleki. Na alipoenda kuangamiza Wameleki, praise God, hakufanya hiyo assignment ambayo Mungu alimwambia afanye. Reason, kwa sababu watu wanajeshi na wale waliokuwa nao walimwambia, tuchukue hivi vitu vizuri tukamtolee Mungu wako sadaka, manake atapenda. Lakini assignment aliyopatiwa ni nini? Go and destroy. Most of the time, wakati tunapoongelea kuhusu miujiza ya Krismasi, most of the time tunapata kwamba tumepatiwa assignment ya kufanya, lakini
tunaachia watu wengine ambao wametuzunguka, tunawasikia na tunakosa kusikia sauti ya Mungu. Na tukikosa kusikia sauti ya Mungu, tunafanya makosa na tunaanza blame game. Yeye ndo alifanya, yeye ndo alifanya. Kama si yeye, ni nani aliyopatiwa assignment? Wewe ndo umepatiwa assignment, wewe ndo umepatiwa maagizo. Kwa sababu unaogopa watu, kwa sababu unaogopa watu ambao wamekuzunguka, kwa sababu wale watu unawahurumia sana ambao wamekuzunguka, wanakutoa katika malengo, na wewe ndio unaingia katika shida. Wakati Sauli ameenda amemwacha mfalme Amaleki, amechukua vitu vizuri vizuri, sauti ya Bwana ikamjia Samueli, nenda kwa Sauli, manake hajafuata maagizo yangu. Ndipo Samueli akamuuliza Sauli, je, Bwana hakukuagizia ukaangamize hao? Akasema, kweli, lakini watu waliniambia. Ndipo Samueli akamwambia, je, Bwana hakukuagizia uangamize? Bwana hapendezi na hizi sadaka zako ambazo umeleta, lakini Bwana anataka ukafate maagizo aliyokuagizia. Genesis 3:14 to 17. So the Lord God said to the serpent, Mungu sasa baada ya wale kula lile tunda, Mungu sasa akawatangazia hukumu, kwa sababu mmeasi, kwa sababu hamjafuata maagizo yangu, na kwa hakika nyinyi sasa dhambi imeingia, magonjwa yameingia, na sasa nyinyi mmekufa. Kwa sababu hiyo sasa ninakuja kuwatangazia madhara ya makosa yenu. Akashuka. Genesis chapter 3:14. So the Lord God said to the serpent, akamwambia nyoka, because you have done this, you are cursed more than all the cattle and more than every beast of the field. On your belly you shall go, and you shall eat the dust all the days of your life. Kwa sababu umeasi wewe nyoka, sasa utatembea tena kwa miguu, utatembea kwa kifua chako, na utakula mchanga siku zako zote za maisha yako. Na kwa sababu umemdanganya huyu mwanamke hivi, nitaweka uadui kati yako na huyu mwanamke. Hakuweka uadui kati yake, hakusema na mwanaume, alisema na huyu mwanamke. Uzao wa huyu mwanamke atakuponda wewe shetani nyoka kichwa, na wewe uzao wako utamponda kisigino chake. Genesis 3:15. Nami nitaweka adui kati yako na huyo, nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake, huo atakuponda kichwa, na wewe utamponda kisigino. Haleluya. Tunaongelea habari za Christmas. Kwa nini Yesu ni lazima ilikuwa aje? Kwa sababu Yesu ilikuwa ni lazima aje, na Yesu ilikuwa lazima azaliwe kama wewe na mimi, na ilikuwa Yesu lazima azaliwe na mwanamke. Ndio maana Mungu akamchagua Mariamu, praise God, akashukisha uweza wake kwa Bikira Maria, mwanamke ambaye hajachafuliwa, ambaye bado ni bikira. Mungu akashuka akaingia ndani ya yule mwanamke ili azaliwe na yule mwanamke. Praise God. Kizazi cha Yesu mwanaume hajahusika pale. Ni Mungu mwenyewe alishuka akaingia kwa Mariamu ili kizazi cha mwanamke, praise God, kizazi cha mwanamke kikapate kuharibu nguvu za nani? Za yule shetani. Kizazi cha mwanamke kitaponda shetani kichwa, na kizazi cha wewe nyoka ibilisi
itaponda mwanamke, kizazi cha mwanamke kisigino. Yesu akazaliwa kupitia kwa yule mwanamke ili azaliwe kama mtu, azaliwe kama kizazi cha mwanamke, ili akapate kutimiza malengo ya Mungu kwa yule nyoka Ibilisi. Ndio maana Yesu sasa amezaliwa ili akamponde kichwa Shetani, akamwangamize, akamalize kazi yake. Haleluya! Akazaliwa Yesu kupitia kwa kizazi, akazaliwa Yesu kupitia kwa mwanamke. Na ndio maana tunasema miujiza ya Krismasi. Maanake Yesu mwenyewe ni muujiza. Kuanzia muujiza wake, yeye Mariamu hakulala na mwanamume, lakini Mungu mwenyewe alishuka akaingia ndani ya tumbo la mwanamke aliyekuwa bikira, na Mungu akashuka akazaliwa kama mtu, na akakuwa kama mtu, na akaendelea kama mtu. Praise God. Shetani akamuona alipozaliwa. Haleluya. Isaya 7:14 alitabiri. Mungu mwenyewe, sio mtu. Praise God. Mungu mwenyewe atawapa ishara, sio nabii. Praise God. Sio pastor. Kwa hiyo Mungu mwenyewe, Bwana mwenyewe atawapa nini? Mungu pamoja nasi. Yohana, John chapter 3:16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not do what? Hatafanya nini? The only begotten Son. Akamtoa. Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanawe wa pekee. Yoyote amwaminie hatafanya nini? Asipotee. Asipotezwe na nani? Na Shetani. Kwa sababu Yesu, kitabu cha Kolosai, anasema alipokufa akiwa pale kuzimu, alishuka akamfua Shetani nguo, akachukua zile funguo zile funguo akazichukua, na akapanda na akatupatia funguo. Chote tutakachofungua hapa, kama unajua hiyo, uko na nguvu. Hallelujah. We are talking about Christmas miracles. Isaiah 9:6. There will be no end for his. Yeye atakuwa mfalme na ufalme wake hauna mwisho. Atatamalaki. Hao ma presidents, ma king, kina Bush, kina Trump, watapita wote. Utakuja mfalme wa wafalme ambao atakuwa anatamalaki. Na wale wake watakuwa pamoja naye kwa miaka 1000. Wakitamalaki, wakitawala. Shetani amefungiwa kidogo, hakuna mateso, hakuna shida. Unakula biriani, unakula chips, unakula pizza, unakula vile upendavyo, unatamalaki, unatembea katika dhahabu. Yaani mambo yako sawa kwa miaka 1000. Lakini siri ni moja, utakayeshikilia, yaani ile kamba iko pale, utakayevumilia mpaka ufike katika finish line. Fika finish line. Hallelujah. So, wacha tuongelee kuhusu miujiza ya Christmas. Muujiza wa kwanza ni mwanamke huyu bikira kupata mtoto. Hallelujah. Mwanamke huyu bikira ameposwa. Mariamu ameposwa. Kabla hawajaenda mbali, amejazwa mimba na bikira na uwezo wa Roho Mtakatifu. Josefu anatambua huyu mke wangu ana ujauzito huyu, na mimi sijalala naye. Kwa sababu ndio Josefu alikuwa ni mtu mwenye haki na mcha Mungu,
alipanga kumwacha kisirisiri. Alipopanga kumwacha kisirisiri, malaika akamtokea Josefu. Akamwambia Josefu, usimwache mke wako. Mke wako amechaguliwa na ana ujauzito wa Roho Mtakatifu. Na yule atakayezaliwa ni mwana wa Mungu kutoka juu. Na yeye ataitwa Yesu. Maana yake Emmanuel. Yeye ataitwa Yesu, yeye ataitwa Emmanuel. Maana yake Mungu pamoja nasi. Kwa hivyo usimwache. Praise God. Jambo kama hilo halikuwahi kutokea. Inamaanisha kwamba kando na malaika Gabriel kunena na Mariamu, wakati Josefu anataka kumwacha, alishuka pia kwa Josefu akamwelezea. Praise God. Alishuka pia akamwelezea. Zaidi ya hivyo, Mariamu alipoambiwa na Josefu, akaambiwa, akapatiwa protection. Akaambiwa, sasa wewe Mariamu, hata ukoo wako Elizabeth na yeye ni mjamzito, na sasa ana ujauzito wa miezi 6 kwa ajili ya mtangulizi wa mwanao. Na Mariamu naye akatoka akaenda kwa Elizabeth, na alipofika pale, Yohana akiwa miezi 6 ndani ya tumbo, praise God, alirukaruka kwa furaha, kwa sababu Mungu ameingia ndani ya hiyo nyumba. Haleluya. Kwa nini Mariamu alienda kwa Elizabeth baada ya kupata habari hizo na mume wake kuhakikishiwa na malaika? Kwa nini alienda kwa Elizabeth? Rafiki zangu, kwa nini alienda kwa Elizabeth? Praise God. Hallelujah. Alienda kwa Elizabeth kwa sababu moja. Na hii inatufundisha kitu ambacho nani unayetembea naye. Alienda kwa Elizabeth kwa sababu Elizabeth, tulisoma katika Bible study, alikuwa ni mtu wa imani. Zakaria aliambiwa, na kwa sababu alitumishika akawekwa Mungu. Na Elizabeth yeye alitulia nyumbani, alikuwa ni mtu wa imani, alimtegemea Mungu. Mary alitoka pale alipotoka baada ya kuambiwa hizo zote, akaenda kwa Elizabeth akiwa mtu mzima, akiwa ni nyanya, kwa sababu Elizabeth ni mtu wa imani. Atamsaidia kwa imani na kumfundisha katika njia za sawa, za kumlea mwana wa Mungu katika njia za sawa akiwa tumboni. Kwa sababu kama angeenda kwa mtu mwingine, vile hali ilivyokuwa, hangejazwa na maneno ya imani na kutulia kwamba kweli huyu ni Mungu. Praise God. Saa ingine inatufundisha kwamba rafiki unayetembea naye inategemea ni maisha gani atakayo kuongoza. Praise God. The person you are walking with will determine your destiny. Praise God. Hatima yako inatembea nani unayetembea naye. Ukitembea na birds of the same feathers fly together. Praise God. Ukitembea na mchawi, ukitembea na mwizi, shamaliza. So the first miracle was Jesus alitangazwa na malaika Gabriel, na bwana yake pia alipotaka kumwacha akamhakikishia, na alipata ujauzito katika njia ya kipekee. Yesu hana DNA ya mtu yoyote. Damu yake inatoka juu mbinguni. Praise God. Yeye ni huko, na ndio maana alirudi huko. Na atakuja kwa wale walio wake. Praise God. Akasema kwamba mambo ya mbinguni, mambo ya kiroho ni ya kiroho, na mambo ya duniani ni ya duniani. Wale walio katika dunia hawezi kujua mambo ya kiroho. Praise God. So the first miracle was the conception of Jesus Christ.
vile alivyochungwa ndani ya tumbo lake, na vile alivyotangazwa na malaika, na vile hiyo scenario yote ni muujiza wa kwanza. Yesu yeye ni muujiza. Luke chapter 2 verse 8-12. Na katika nchi ile ile walikuwako wachungaji, ndio, wakikaa makondeni na kulinda kundi lao kwa zamu usiku. Ndio. Malaika wa Bwana akawatokea ghafla, utukufu wa Bwana ukawang'aria pande zote, ndio, wakaingiwa na hofu kuu. Haleluya. Malaika akawaambia, msiogope, kwa kuwa mimi ninawaletea habari njema ya furaha kuu itakayokuwa kwa watu wote. Amen. Maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu Mwokozi, ndiyo Kristo Bwana. 12. Na hii ndiyo ishara kwenu, mtamkuta mtoto mchanga amevikwa nguo za kitoto, amelala katika hori ya kulia ng'ombe. Maana walikuwapo pamoja na huyo malaika wingi wa jeshi la mbinguni, wakimsifu Mungu na kusema. Muujiza wa pili, birth ya Yesu Kristo, kuzaliwa kwa Yesu Kristo kulitangazwa na nani? Nani alikuja kutangaza habari hizo? Malaika. Walishuka hata kwa watu ambao waliokuwa mbali, wakichunga shepherds, wakichunga ng'ombe, na walikuwa wamelala huko. Lakini malaika akashuka pale pale akawatangazia, na zaidi ya yote kukawa na sherehe pale. Malaika akashuka akawaambia, ninyi mnajua kwamba siku ya leo kumezaliwa mwana? Praise God. Siku ya leo kumezaliwa mwana ambaye ni mwana wa Mungu. Hebu tokeni mkaende, na mkifika hapo Nazareti katika hori la ng'ombe mtapata ishara, mwana amelazwa pale katika ile hori. Ni nani aliyokuja kutangaza habari za Yesu? Sio watu waliokuja kutangaza habari za Yesu. Hakuna mtu aliyejua habari hizo. Lakini mbingu zilifunguka, malaika wakashuka kutoka mbinguni, mbingu ilishuka ikarudi chini, malaika wote wakashuka wakaja kutangaza habari za Yesu. Na baada ya hivyo, muujiza wa tatu, kundi nzima la malaika likashuka kutoka juu mbinguni kuja kusherekea hapa duniani. Hebu soma Luka 2:13, 14 na 15 na 16. Mara walikuwako pamoja na huyo malaika wingi wa jeshi la mbinguni. Jeshi la mbinguni, wingi wa jeshi la mbinguni iliambatana na hao malaika kuja kukutangaza na kusherekea, manake Bwana ameshuka kuja kukomboa watu wake. Yesu alikuja kwa ajili ya kukomboa dunia, kwa sababu dunia ilikuwa imetekwa nyara na shetani, na sasa shetani alikuwa anatamalaki, yeye ndo alikuwa anaongoza. Sasa amekuja kuregesha utukufu wake duniani. Praise God. Mara walikuwako pamoja na huyo malaika wingi wa jeshi la mbinguni, ndio, wakimsifu Mungu na kusema. Wakimsifu Mungu, wameshuka na wanamsifu Mungu na wanaimba, wanasema, atukuzwe Mungu juu mbinguni, atukuzwe Mungu juu mbinguni, na duniani iwe amani kwa watu, na duniani iwe amani kwa watu wote. 15. Ikawa malaika hao walipoondoka kwenda zao mbinguni, ndio, wale wachungaji waliambiana, haya, na twendeni mpaka Bethlehemu tukalione hilo lililofanyika alilotujulisha Bwana. Na walipofika wakapata mtoto amelazwa katika hori la ng'ombe. Praise God. Amen. So habari za Yesu Kristo ni miujiza. Kwanza vile alivyotungwa ndani ya tumbo, alipozaliwa, malaika, mbingu ilifunguka, yani head office ya Mungu ilibadilika. Ilishuka kidogo, government yote ikashuka ikaanza kutangaza habari za Yesu, na wakasherekea, wakaimba, wakamtukuza Bwana. Alafu wakaelekeza watu, wakaambia, hebu nendeni sasa. Akawajulisha watu, nendeni sasa mkaone, manake huyu aliyokuja mkamuone pale amelazwa. Na kweli wakaenda wakamuona. Muujiza wa 4, nyota iliangaza, nyota ilitokea, na nyota hiyo
ikawaelekeza wale walioitwa wise men, watu wenye hekima. Wakachukua dhahabu, wakachukua fedha, wakachukua pesa, wakachukua mali, na wakaenda, na nyota ile ikawaongoza wale wenye hekima, wale matajiri na vifaa na mali na kila kitu, ikawaongoza polepole. Wakiangalia vile nyota inavyoenda, wakaangalia, wakaongozwa na nyota. Yaani nyota ndio ilikuwa inawaongoza, yeye ndio alikuwa mbele akiwaongoza njia. Wakaongozwa mpaka wakafika pale Yesu alipokuwa. Na alipofika pale, wakawa na mazawadi, wakamzawadi Yesu. Praise God. Yesu ni Mungu. Sidhani kama kuna mtu ana akili timamu hata akabackslide. Mtu mwenye akili timamu, sidhani kama anaweza kubackslide akasema sasa naacha uokovu, wacha nirudi huko msituni huko. Haleluya. Yaani Paulo akasema, I know who I believe. He is able to keep everything that he has committed unto me. Akasema ni nini kitakachomtenganisha na huyu Yesu? Ni magonjwa? Hapana. Ni dhiki? Hapana. Ni fedha? Hapana. Ni misukosuko? Hapana. Ni magonjwa? Hapana. Paulo akasema hakuna chochote kitakachomtenganisha na huyu Yesu, kwa sababu ninamjua yeye ninayemwamini. Ninajua lile jambo anaweza kufanya katika maisha yangu. Ninajua ile kazi anaweza kutekeleza katika maisha yangu. Haleluya. Kutokea hapo ni miujiza tu ilifuata. Tukiangalia historia ya Yesu Kristo, ni muujiza hadi siku ya mwisho. Praise God. Isaya alinakili habari za Yesu katika Isaya chapter 61. Yesu Kristo is the Savior. Hakuja kwa mtu mmoja, alikuja kwa dunia nzima kuokoa watu wa dunia. Haijalishi umezaliwa katika familia tajiri, haijalishi wewe ni mweupe, haijalishi ni mweusi, haijalishi ni mwindi, haijalishi wewe ni dwarf. Yesu alikuja kwa ajili yetu sote. Na yule ambaye anayejua, mimi wakati nilipokutana na Yesu, nina ushuhuda. Kwanza nilikuwa kigugumizi. Sasa ninaanza kuongea na kuhubiri kwa ufasaha. Maisha yangu yalikuwa ni dhiki tupu, lakini angalia sasa nina amani. Hata nilipopita katika misukosuko, kwa sababu misukosuko ziko, lazima utapitia katika misukosuko, lakini haimaanishi ukipita katika misukosuko ndio mwisho wako. Mara nyingi Yesu anakutengeneza, kwa sababu wakati ulikuwa sawa, pengine kidogo hukumuelewa, lakini sasa anakutengeneza, na sasa akishakutengeneza sasa ndio unaona baraka zake. Praise God. Hallelujah. Wakati nilipokuwa kule ng'ambo ya pili, Mungu alinipatia kila kitu. Alinipatia fedha, alinipatia biashara nzuri, alinipatia fedha nyingi sana. Praise God. Ndege ilikuwa ni kitu cha kawaida, ni kupiga tu simu. Nilinunua malori, nikanunua kila kitu, lakini sikuwa na amani. Praise God. Lakini wakati nilipokutana na Yesu, na Yesu aliponibadilisha na akaanza kuweka vitu sasa permanent, haviji kwa fujo vile vilikuwa vinakuja polepole, lakini kila kitu inayokuja ni permanent. Praise God. Wakati mmoja nikiwa Ujerumani, mzee mmoja akanipeleka mahali, akanionyesha kitu kinazunguka hivi polepole, na wakati kinazunguka polepole kinatoa maji pande hii, kinatonesha pande hii.
Akaniambia hebu angalia hii kitu. Nikaangalia. Inazunguka pole pole. Inachukua maji pande hii pole pole, inatonesha tone. Akaniambia just to watch for 15 or 20 minutes. Hapa chini inaendelea kujaa pole pole. Kujaa pole pole. Kujaa pole pole. Kujaa pole pole. Akaniambia forget everything but don't forget this. The blessings of the Lord comes slowly but permanent. Amen. Praise God. Zinakuja pole pole lakini permanent. Amen. Na hivyo ndio ilivyo. Permanent. Isaya 61. Roho ya Bwana Mungu juu yangu. Yesu sasa amekuwa mtu mzima. Ameenda Jordan. Akabatizwa na Yohana Mbatizaji. Mbingu zikafunguka. Huyo ndio mwanangu ninayependezwa naye. Msikilizeni na mfuate. Yesu akatoka pale. Praise God. Baada ya mengine yote akarudi tena Galilaya. Kwa sababu Yesu alikuwa pale hekaluni, alikuwa akiitwa saa zote akisoma neno la Bwana. Na akafungua Isaya 61. Na akasoma na akasema, Roho ya Bwana Mungu juu yangu. Roho ya Bwana juu yangu kwa sababu Bwana amenitia mafuta. Kwa sababu Bwana amenitia mafuta mimi. Yesu anasema, ni wahubiri wanyenyekevu habari njema. Ni wahubiri wanyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo. Kuwaganga waliovunjika moyo. Yesu huyo anaongea. Amenituma, niko hapa. Yesu sasa anaelezea sababu yake. The purpose why God sent him. Jesus now is explaining. Mara ya kwanza amesimama baada ya kubatizwa, amesimama anaelezea sababu kwa nini Mungu alimtuma. Kuwatangazia mateka uhuru wao. Kuwatangazia mateka uhuru wao. Na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. 2. Kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Na siku ya kisasi cha Mungu wetu. Na siku ya kisasi chake kimefika. Wafariji wote yule shetani alikuwa akiwasukasuka. Sasa nimekuja mimi, Yesu anasema, sasa nakuja kulipiza kisasi. Ninakuja kumvua nguo yule alikuwa akiwaletea magonjwa, akiwaweka katika vifungo, akiwaletea mateso, akiwaweka katika magonjwa. Sasa siku ya kisasi cha Bwana imefika na ni sasa, na mimi nimesimama hapa Yesu kuwatangazia habari hizi. Wafariji wote waliao. Sasa naenda kuwafariji wote walikuwa wakilia. Kuagizia hao waliao katika Sayuni. Kuagizia hao waliao katika Sayuni. Wapewe taji ya maua badala ya majivu. Wapewe taji ya maua badala ya majivu. Kuwatoa chini wako walio katika mavumbini, na sasa kuwapandisha juu na kuwainua na kuwapatia taji, na kuwa sasa watembee katika ushindi, watembee katika destiny yao, wala hakuna chochote kinaenda kuwazuia. Yesu anasema mafuta ya furaha. Mafuta ya furaha badala ya maombolezi. Walikuwa wakilia wakiomboleza, lakini sasa nimekuja ninawapaka mafuta mapya, mafuta ya furaha. Waliokuwa wakilia wanaenda kucheka, waliokuwa wakiomboleza wanaenda kufurahi, waliokuwa kwa mateso na magonjwa naenda kuweka huru, wote waliofungwa naenda kuwafungua. Hakuna yoyote atakayebaki tena katika mateso, maana mimi nimetumwa nikawatangazie habari hizo.
vazi la sifa badala ya roho nzito. Vazi la sifa badala ya roho nzito, roho ya kuugua. Utaugua tena, lakini naenda kukuvalisha vazi la kurukaruka, vazi la sifa, naenda kukuvalisha tena. Haleluya. Wapate kuitwa miti ya haki, wapate kuitwa miti ya haki iliyopandwa na Bwana, ili atukuzwe, Miti ya haki niyo miti ambayo imepandwa kando kando ya vijito. Hiyo miti hainyauki. Hiyo miti hata jua likija imesimama, hata gharika ikija imesimama, inatoa matunda kwa majira yake. Hallelujah. Praise God. Hizo ni miujiza za Yesu. Those are the miracles of Christmas. Praise God. Amen. Yesu anasema katika Yohana 8:12, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. Anasema mimi ndio mwangaza wa dunia hii. Yoyote atakayenifuata mimi hatatembea tena katika giza. Praise God. Katika Christmas hii tumejua kwa nini Yesu ni muujiza. Kwa nini kila kitu ni muujiza? Kwa nini Yesu alikuja akawafungua waliofungwa, waliokuwa wakiteseka, waliokuwa katika vifungo? Hata sasa Yesu bado anafanya kazi kupitia kwa watu wake. Praise God. Yuko juu, ameketi katika mkono wa Mungu Baba. He is interceding for us. Nilisema kulikuwa na 3 main dispensation. Dispensation of the Father wakati tulikuwa naanza, dispensation of the Son, na Yesu alipoondoka alituambia nini? Hata tuacha yatima. Haleluya. Hata tuachia msaada ambao ni nini? Ni Roho Mtakatifu, Roho wa Bwana, Roho wa ukweli. Yeye atakuwa pamoja nasi. Ndio maana tulipompokea Kristo, tukabatizwa kwa maji mengi, tukajazwa na Roho wa Bwana. Yeye yuko pamoja nasi. Anasema, Yesu akasema katika Yohana 14 anasema, mimi niko ndani ya Baba na Baba yuko ndani yangu. Mimi nitakapoondoka, yale yote ninayofanya mimi, nyinyi pia mtafanya. Katika jina langu nyinyi mtafanya yote ili jina la Baba likapate kutukuka. Anasema hivi, yale yote ninayofanya mimi, ninafanya yale ninayoona kwa Baba, yale ninayosikia kutoka kwake. Mimi nitakapoondoka, huyu Roho Mtakatifu atayachukua yale yaliyo ya Baba, atawaelekeza nyinyi na ninyi mtafanya. Kwa hivyo yeye yuko anaishi, ameketi katika mkono wa kuume. Hata sasa tunapoongea, yeye bado anatenda miujiza. Amen. God bless you. Amen.